Karibu ndani ya Media Bukavu TV katika kipindi chetu cha asubuhi. Leo ni tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Katika muda wetu habari huyu, muda wa saa 2 tunaendelea kuwapasha habari za asubuhi ya leo. Kama ni mara ya kwanza kwa pamoja na sisi, endelea kuungana na Media Bukavu TV, sehemu pekee utakuwa unapata habari zenye uhakika kila mara. Tunaokaribisha katika Media Goma TV katika kipindi chetu kama kawaida tu. Leo kumbuka, leo ni tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tuna mengi tunakuja kuwatangazia na tuna mengi tunakuja kuelezea kupitia jambo linavyoonekana katika uwanja wa mapambano kati ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wahasi wa M23. Na ukiendelea kuungana na Media Goma TV, ukiendelea kuungana na Media Bukavu TV, utaendelea kupata habari zinavyoonekana katika uwanja wenye mapigano. Katika muda huyu mashabiki zangu, kumbuka katika habari tuko nayo, tuna mengi ya kueletea na tuna mengi ya kuwatangazia kupitia muda kama huyu. Ukiendelea kunisikiliza kwa makini zaidi, haja kwanza tusalimu kwanza mashabiki kutokea ndani ya mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na katika maeneo mengine kadhaa. Katika muda huyu tayari ni Media Goma TV, hii ni Media Bukavu TV. Haja tuanzishe kwanza kwa sababu kusalimu mashabiki kutokea upande wa Katanga, eneo ya mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia nzima, na uko nchini Amerika, Canada, Australia, sehemu popote unaotusikiliza kupitia Media Goma TV, Media Bukavu TV. Na tunasalimu mashabiki wa East Africa Community, mashabiki wa Afrika nzima mnavyotusikiliza kwenye lugha yenye Kiswahili ndani ya mada zetu asubuhi mapema na habari za mchana na habari za jioni. Kumbuka ndani ya Media Goma TV, ndani ya Media Bukavu TV tunawapasha habari tofauti na habari zenye zina uhakika. Kwa sasa ili tufungue kurasa zetu zenye habari zinavyoonekana katika uwanja wenye mapigano kwa sasa, tunakuja kuwaletea habari zimeoneka katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika upande wa Nord Kivu na upande wa Sud Kivu. Mahali serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaendelea kuvamiana na wanajeshi wa Wazalendo katika maeneo kuendelea kuwa mabariere katika vijiji kadhaa. Kwa sasa wanajeshi wa Wazalendo wanasema bado hawawezi kuondoka kwenye vijiji, inabidi mara moja serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo endelee kuwapea mshahara. Kabla kuwapea mshahara itabidi waeke kamba kwa sasa, na wamezungumza kusema hili kuondoa vizuizi katika barabarani, inabidi serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, le gouvernement, government ya Kongo inabidi ianze kuwashughulikia kama wanajeshi kwa sasa, sio kuwaacha kwenye uwanja mapambano wapigane tu bila kukula na bila kuoga na bila sabuni. Na wanasema wengi wao kwa sababu ya kufunga barabara ni kwa sababu ya kupata fedha ya kikodi, kwa sababu wengi wanazungumza kupata pesa ya kulipa nyumba inakuwa shida kwa sababu serikali ya government haiwapei chochote kwa sasa, na ndio maana au imeendelea kuwa mgogoro, kwa sababu katika upande wa Plateau wanajeshi wa Wazalendo wamekataa kwa kweli kuondoa kamba hii. Imeleta changamoto mpaka viongozi vya serikali vinaomiliki katika upande wa Plateau kwa sasa wameendelea kulazimisha kuambia wanajeshi wa Wazalendo waanze kuondoa hizo vingamizi katika njiani na kuondoa hizo mapetite barriere ama hizo ulinzi ziko kwenye barriere kwa sababu katika barabarani, kwa sababu ya kuzuia wakaaji wanaofanya biashara na wakaaji wanaoelekea mahali, kwa sababu kama hauna fedha ya pesa kuanzia 2,000 na kuelekea 10,000 hauna hizo pesa, wengi wanasema hauwezi kupita kwenye njia. Na kwa sasa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeanza kufanya operation, lakini kwenye operation wanaanza inakuja kuleta changamoto. Kwenye changamoto imekuja kuleta ya kwanza ni hatua mara moja wanajeshi wa FARDC wanatumia nguvu kwa kuongelesha wanajeshi wa Wazalendo, na hatua tayari wanajeshi wa Wazalendo ni wamoja na ni watu wanaofanya kazi na government ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini wengi wanasema tayari government ya Kongo imeondoa na imetoa hiyo financement ama msaada walikuwa kipea wanajeshi wa Wazalendo, kwa sasa imetolewa na imeondolewa kwa sasa kwenye mkatiba. Na kwa sasa ili Wazalendo kwa sasa imeletea hasira zaidi, kwa sababu wanasema changamoto wanapitia ni mengi zaidi. Wakiwa kwenye uwanja mapambano, kwa mahali ya kulala, manguo za kujifunika ni shida, hawana mablangeti, hawana hizo mashitingi za kuvaa kama wanajeshi, kama jeshi la FARDC. Wanasema ya pili, hawana viatu kama wanajeshi. Wanaenda kwenye uwanja wanaenda kwenye vita, mmoja anavaa keche, akivaa na keche yake inatoboka mara moja, anaenda kwenye uwanja mapambano anavaa miguu wazi peke yake. Na wengine wanasema ikiwa upande wa chakula ni vigumu zaidi kukabiliana na wasi wa M23 bila tayari kwa kukula chakula. Hizi ni ujumbe tunaendelea kusoma za watu, na wengine wanatuma ujumbe anasema tayari
katika uwanja mapambano wanapitia changamoto mengi zaidi, kwa sababu kitu ya kwanza, hauwezi kwenda pigana na adui uko na njaa. Ya pili, hauwezi kwenda kupigana na adui na tayari hauna vyombo vya kazi. Ya tatu, hauwezi kwenda kupigana na adui unahisi baridi kila mara, kwa sababu hii itakuletea nguvu kidogo katika uwanja wenye mapigano. Kwa sasa ndio imeleta changamoto kati la upande la wanajeshi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na FARDC kwa sasa. Nimekuletea habari nyingine inaitwa breaking news mara moja. Ndakuja kuwapeleka mara moja katika maeneo ya Walikale, ndani ya teritoria ya Walikale. Mapambano yameendelea kuzuka katika maeneo mengi zaidi. Ndakuja kuwapeleka eneo inaitwa Malimba, ndani ya kijiji cha Malimba katika teritoria, ndani ya village inaitwa Munamulema, katika kijiji cha Munyamulema kuelekea ndani ya groupment Kisimba. Huko nako kumeonekana hatua mingi zaidi. Mara moja vita kati la jeshi la wazalendo na M23 kwa sasa. Huko nako tena kumeonekana wanajeshi wa waasi wa M23 wamekuja kwa wingi zaidi, ili waone kama wataweza kupenya katika upande wa huko eneo ya Milimba. Kwa sasa katika mashambulizi haya, kumbuka M23 walizuiwa katika eneo ya huko upande wa Kalehe, lakini wametumia akili lingine la kubadilisha njia ili tayari wa deborde, ili waeke wanajeshi katikati, lakini hiyo mipangilio walikuwa nayo bado haijafaulu, kwa sababu wanajeshi wazalendo kila mahali wanaenda wanawasubatisha katika vijiji hivyo. Habari zingine inaitwa breaking news. Ndakuja kuelekea mara moja katika ndani ya Masisi, eneo inaitwa Kasenyi, upande wa Kasenyi, na katika eneo inaitwa Bahunde kumeonekana katika sehemu hii katika hewa mbaya kati la jeshi la M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tena katika eneo hizo kumeonekana hali sio nzuri katika maeneo haya, na kuja kuletea habari nyingine inatoka kwenye kijiji kutokea upande ya territory wa Beni kuelekea katika eneo inaitwa Mutua, eneo inaitwa Butua, ndani ya kijiji ndani ya eneo ya Butua, ndani ya kijiji kinaitwa Basha kumeonekana tena leo tarehe hii 14 mashambulizi katika maeneo haya. Waasi wa ADF wameonekana katika kijiji cha Basha wakitembea na kuendelea kukabiliana na raia population katika kijiji cha Basha. Eneo inaitwa Butua kumeonekana wanajeshi wadogo wa polisi na FARDC ni wachache sana. Kumbuka hizo ni eneo ya Beni. Ndakuja kupeleka kijiji kingine kinaitwa kijiji cha Kabingo, kijiji cha Kabingo ndani ya eneo ya Ngungu, eneo ya Ngungu. Tena huko kumeonekana tena hali sio nzuri kati la jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wanajeshi ama waasi wa M23. Huko tena tete ni tete, kwa sababu tayari kumbuka, ukiwa unaungana na mimi utaendelea kujua habari zingine zinavyotoka katika uwanja mapambano. Eneo nitakuja kuwapeleka ndani ya Haut Plateau, huko eneo ya Bijombo, ndani ya kijiji cha Bijombo. Tena kumeonekana kunaonekana mtoto inaendelea kuwa mbaya zaidi, kwa sababu wanajeshi wa wazalendo wameendelea kukabiliana na waasi wa M23 katika kijiji cha Bijombo. Lakini kijiji cha Bijombo kumbuka kimemilikiwa na waasi wa M23. Na kuja kupeleka eneo inaitwa Rubaya kijiji cha Rubaya ama ndani ya teritwari ya Rubaya nako kumeonekana hali sio nzuri, na kuja kuwapeleka mara moja. Kwa sababu gani hali sio nzuri? Kumbuka eneo ya Rubaya ni sehemu ya uchimbaji wa madini. Sasa ili watu wengi wanajiuliza tayari kama waasi wa M23 watamaliza kuchimba madini yote ya huko upande wa hapo Rubaya, wakiondoa katika waraia population. Kumbuka huko kunaishi wakaaji upande wa Ruchuri, wakaaji kule ni wanabwinji. Kwa sasa hawa tayari wanaanza kuwa na tatizo kwa sasa katika maeneo haya.
na kuja kupeleka mara moja eneo ndani ya Centreville ya Goma. Goma kwa sasa mambo imeendelea kubadilika moja kwa moja, mpaka kuna manyumba kadhaa zilichomeka tarehe 11 mwezi huyu wa 8. Kwa sasa hili lilionekana hatua ya mbaya zaidi, mpaka waasi wa M23 wameendelea kupenya msaada wao, kama gisi serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inasubiri kutuma mchanganyo wao ili raia population wajipate nao wako katika sehemu yenye upeponi mazuri zaidi. Kumbuka tukiwapeleka maeneo inayoelekea huko Minembwe mara moja mambo inaendelea kuonekana mabaya zaidi katika mambo jeshi la Twirwaneho mara moja, na katika na waasi wa M23 kisi tunaozungumza, hali sio nzuri na hali ni tete kwa tete. Kumbuka katika muda huyu ili jambo la kutangazia na ni habari zenye uhakika. Tayari ukiwa unanisikiliza mara moja kupitia habari zetu hii, nimeukaribisha katika channel ndani ya media Goma TV na ukaribisha ndani ya media Bukavu TV. Sehemu pekee utakuwa unapata ujumbe lenye uhakika. Kumbuka mimi ni mwanahabari wenyu Nelson katika muda huyu wa habari kama kawaida ndani ya media Bukavu TV na ndani ya media Goma TV, na kutakia heri njema. Bye bye na Mungu awe pamoja na nyinyi. Bye bye.